Rafiki mpendwa, karibu sana katika chaneli hii kwa ajili ya kusikia mafundisho mbalimbali. Mungu akubariki kwa kuchukua muda kwa ajili ya kutazama na kusikiliza masomo yetu ambayo kila siku yanapeperushwa kwenye chaneli hii. Tunakuja juma hili tulielezea, wametupa somo la pekee ambalo tutalisoma katika robo hii, ni somo la Wakorintho. Barua ya Paulo kwa Wakorintho. Wakorintho sura ya kwanza na sura yake ni ya pili. Kitu cha msingi ni hiki katika Wakorintho. Unajiuliza, nami najiuliza, kwa nini tusome kitabu cha Wakorintho? Kitabu cha Wakorintho wa kwanza na wa pili kinatupatia maana, kinaleta maana ya maisha yako, kinakupatia na maana ya utume ambao tumepewa na Mungu. Hiyo ndio maana ya kitabu cha Wakorintho. Tutaomba. Asante Mungu kwa kuwa pamoja nasi. Mbariki yule mtazamaji, mtakase, acha somo hili litusaidie sote kwa jina la Yesu. Amina. Kitabu cha Wakorintho. Somo la kwanza. Kichwa cha somo la kwanza kinasema huduma ya Paulo katika mji wa Wakorintho. Le ministère de Paul à Corinthe. Hiyo ndio kichwa cha somo la kwanza. Huduma ya Paulo katika mji wa Wakorintho. Fungu la kukariri ni kitabu cha Matendo ya Mitume 18 aya yake ya 9 na ya 10. Kuna maneno ya pekee inayosema kwamba Paulo katika usiku moja Bwana akasema naye katika maono, usiogope, nena, usinyamaze, ni pamoja nawe, mimi niko pamoja nawe, na hakuna mtu atakaye kushika mkono na kusa na kufanya vibaya, kwani nina taifa kubwa katika mji ule. Mungu abariki neno lake. Wakati gani Paulo ameandika jambo hili na alikuwa anafanya nini? Kazi ya pekee iliyojulikana katika maisha ya Paulo. Paulo alikuwa mtengenezaji wa mahema, na yule aliyekuwa mtengenezaji wa hema hakujulikana katika ulimwengu kama mtengenezaji wa hema, bali alijulikana kama mishonia naye. Yaani kidogo aliyoipata kwenye kutengeneza hema ilikuwa inamsaidia katika huduma aliyokuwa anafanya. Hiyo ni jambo la pekee katika maisha ya Paulo. Na Paulo huyu aliandika barua hizi, na alipoandika barua hii, swali ni kwa nini aliandika barua hii? Tutajibu swali hili katika jambo la mwisho. Bali Paulo, tunauliza swali la msingi, ni nani Paulo? Yeye mwenyewe katika Wakorintho wa kwanza 1 aya kwanza anajitambulisha kwamba wito wake aliuitwa na Mungu. Wito wa Paulo hakuitwa na baba yake, hakuitwa na mama yake, hakuitwa na mtu yeyote, ama wito wake haukutokea kwa sababu ulikuwa ni urithi wa wazazi ama wababu wake, bali Paulo wito wake ulitokea kwa Mungu. Na yeye mwenyewe anajitambulisha kwamba wito wake alikutana na Yesu. Yesu ndiye aliyemuita, ni mtume ambaye alikutana na kuona Yesu. Na wewe wito wako uliitwa na nani? Kwa nini uliitwa katika wito huu wa utumishi? Utume wako kanisani, nani aliyekuita? Tafadhali wapendwa, hii maswali inabidi ujiulize. Wewe imani yako ulipewa na nani? Na sasa swali lingine ni hili. Paulo ambaye anayehubiri katika hiyo jambo la Korintho, kabla ya kufika Korintho alitoka wapi? Kabla hajaingia Korintho alikuwa katika mji mkubwa wenye masanamu mengi, ni mji wa Atene. Alikuwa Atene huko mahali ambako alipokuwa akihubiri. Na ilipokuwa nikipima utafiti kadogo niko kafanya kutoka Atene mpaka Korintho, wanaeleza kwamba unaweza kukuta kilomita 80 au 85 ya kilomita kwa miguu, ni 85 au 80. Hiyo unakuta kwamba alikuwa mbali kabisa katika utume. Na huko Atene alikuwa akifanya nini? Alikuwa akihubiri, alikuwa akitoa hotuba, na alikuwa akifanya mafundisho mbalimbali. Na ni hapo Atene ndipo alipata mwito wa kuenda katika mji wa Korintho. Na Paulo sasa anapopata wito huu wa kuenda Korintho, ni nani aliyemuita? Ni Yesu. Mnajua siku zote ukiitwa na mwanadamu utachoka,
na wanadamu wanachokesha, lakini ukiitwa na Yesu, Yesu anajua ameandaa yule atakayekupokea. Ndio maana mji wa Korintho, mahali ambako Paulo anaenda, ulifanana namna gani? Mji ule kuna madini, makanisa mengi yalikuwa yamehalalisha tabia yao ya pekee. Walikuwa wazinifu wa kupindukia. Mji wa Korintho ulikuwa ni mji mkubwa sana, biashara mikubwa sana, na walizoea kuabudu sanamu. Walikuwa na uzinifu wa pekee. Hata makanisa mengine yalikuwa yamesema haina tatizo kufanya uzinifu kiolela, halali, yani yote ni sawa kwao. Na unakuta kwamba katika mji ambao kanisa unaleta ibada ya Kristo ambaye anapingana na uzinifu, sasa unakutana mji ambao uzinifu umewekwa official, hauna tatizo. Pima kuona ujumbe wa Paulo ulikuwa na changamoto namna gani, lakini Paulo alifika hapo akachapa mahubiri. Kitu cha msingi, alipofika katika mji wa Korintho alikutana na mtu ambaye Mungu alimtayarisha. Alikuwa ni Akila. Alikuwa ametayarishwa. Akila ametayarishwa, na Akila aliyetayarishwa alikuwa na mke wake anayeitwa Priscilla. Hao wawili walimkaribisha Paulo na walikuwa watengenezaji wa hema. Na yule Paulo amefika hapo na yeye mwenyewe ni mtengenezaji wa hema, yani wataendana pamoja, wataenda vizuri. Amefika hapo kwa ajili ya kupaza habari njema na kuimarisha na kutengeneza kanisa la Bwana. Na Paulo anapofika katika mji ule wa Korintho, alipokutana na wale, alianza kazi ya mahubiri. Na kitu cha msingi ambacho tunakiona katika maisha ya Paulo katika mji wa Korintho, alikutana na changamoto nyingi za ajabu ambazo zingempelekea kifo. Lakini Yesu namna alivyosema, nitakuwa pamoja nawe, namna anavyosema katika Isaya 41:41 aya 10, anasema mimi ni pamoja nawe, usiogope. Neno lile liliendelea kutimilika kwa Paulo. Siku zote ukiwa na hoga hautaona mkono wa Mungu, lakini ukisimama katika huduma, ukisimama katika kufanya kazi ya Bwana, haijalishi ni kazi ya namna gani, ukisimama katika kutoa habari njema, utakutana Mungu mwenyewe atakulinda. Acha kuogopa, Mungu yupo pamoja nawe. Sasa barua ya Paulo iliandikwa wakati gani? Paulo hakuandika barua zake anapokuwa Korintho. Alianza kwanza kuhubiri hapo. Alipoanza kuhubiri hapo Korintho, muda ikafika akaendelea na safari zake. Alipokuwa katika mji wa Efeso, akapata rafiki yake mmoja aliyekuwa ameamini Kristo anayeitwa Chloe. Huyo Chloe akaenda kumtembelea katika mji wa Efeso, akamwelezea habari za kanisa namna linavyoendelea ambalo lilibaki Korintho. Huyo rafiki alipoeleza, akaelewa kumbe mambo yameharibika huko, kwa sababu tatizo amemaliza kazi, amehubiri, kanisa limeshimama. Sasa hiyo mazingira ya mjini, mazingira ya mji wa Korintho ilikuwa zimeanza kuingia katika kanisa. Watu wameleta nyama zile zinazotolewa kwa sanamu, ndizo ambazo zimekuwa chanzo cha mfarakano katika kanisa. Amekutana na watu wanaopingana katika kuwa celibataire na kuwa mwenye umekuwa na ndoa, wewe hujaingia kwenye ndoa. Hii imekuwa changamoto la pekee. Wengine wanasema usioe mtu asioe, mwingine anasema ueleweshe mtoto wako aoe, mwingine anasema usioe mtoto kwa nje, yule ni mpagani, wengine wanasema anaweza kuoea nje. Yani vitu vinakuwa vichafu. Wale ambao walikuwa wameoea nje, wameoa watu wamemkubali Kristo, walikuwa na gumu, na ilibidi aandike barua kwa ajili ya kutatua tatizo la nyama zilizotolewa kwa manani, kutatua tatizo la hiyo nyama, chakula kile ambacho kinatolewa kwa sanamu, atatue tatizo la hiyo ndoa. Hivi ndivyo vitu ambavyo vilikuwa vitu vilimsaidia, vilimsukuma yeye mwenyewe aandike barua, na vitu vingine vilikuwa ni gumu. Kwa hiyo barua iliandikwa kwa ajili ya kutatua kule na kuleta utaratibu. Na hivi unaposoma kitabu cha Wakorintho, inakuambia kanisa lako leo inabidi uliendeshe hivi. Uwe ni mzee, uwe ni mchungaji, hii wa kitabu cha Wakorintho ni huduma la pekee katika namna yako ya kufanya kazi ya Mungu, namna yako ya kumtegemea Mungu, namna yako ya kufanya huduma la pekee. Mungu akubariki kwa jina la Yesu Kristo. Amena.